Wazazi na walezi wametakiwa kutambua jukumu lao la kuwalea vijana na kutoa ushirikiano wanapoitwa mashuleni ili kujua maendeleo ya watoto wao. Hayo yamezungumzwa na Naibu Waziri wa Maji, Nishati na Madini, Saif Kombo Pandu leo huko Kiembe Samaki, wilaya ya Magharibi B, mkoa wa Mjini, wakati akitoa nasaha zake katika mahafali ya kwanza ya skuli ya Zan Peaceful Academy. Jukumu la vijana wetu sio jukumu la walimu peke yake. Walimu wetu wanajitahidi kuwapa mafunzo stahiki, mafunzo sahihi wanafunzi wetu. Haitoshi. Na kuombeni wazazi, twende tusaidiane na walimu wetu kwa ajili ya kuwapa wanafunzi wetu mafunzo sahihi na mafunzo stahiki. Haitoshi tu kusema kwamba umempeleka shule, unachangia, hulipii. Hakuna anayeweza kulipia elimu. Hulipii. Hicho ambacho unachokichangia, basi isiwe ndo sababu ya kusema kwamba nawachia wao waweze kumsomesha kijana. Hawezi kupata mafanikio stahiki. Na kuombeni sana wazazi, kesi kubwa tulizonazo katika shule hizi, sio hizi tu, hata za serikali, wazazi tunapoitwa hatuendi. Hivyo changamoto nyingi sisi zinatupita. Lakini hawa walimu shughuli yao ni moja kubwa sana, kuwasomesha vijana na kuangalia maendeleo yao wakiwa shuleni na nje ya shule. Hakuna mwalimu atakayemwacha mtoto ambaye anapotea. Kwa hiyo mara nyingi wanatuita, njooni tuzungumze maendeleo ya vijana wetu. Wazazi hatuendi. Amesema wazazi wanapaswa kutoa ushirikiano kwa watoto wao katika shughuli zao zote za kimasomo. Wazazi tunadharau hili jambo la msingi mno katika makuzi ya vijana wetu. Ni kuombeni sana wazazi, mnapoitwa muende shule kwa namna yoyote ile, basi tunakuombeni muende kunako hizo shule kwa ajili ya kuona watoto wetu wanakwenda vipi, maendeleo yao yakoje, kuna tatizo gani. Mimi nitatoa mfano. Kuna eneo nilikwenda, nilikuwa mgeni rasmi kama hivi nilivyo. Nikakutana na mzee, akanipa kisa kimoja ambacho kilinisikitisha kwa kweli. Lakini yeye akawa anajilaumu na akasema, sikupenda kuja kunako mahafali, lakini nimekuja kwa sababu tu yalonitokezea ni funzo tosha kwangu. Alikuwa anaitwa na walimu wa shule, mzazi na kuomba uje, kuna jambo ambalo tuzungumze. Nitakuja. Akawa anapiga dandani. Hali halisi ilikuwa ni ile mchango mdogo ambao yeye alikuwa kwa wakati ule hana, kwa akashindwa kwenda shule. Lakini kumbe walimu walikuwa wanamwita, kuna taarifa muhimu mno juu ya mtoto wake, lakini hawakupenda kumwambia kunako simu, wakaja wakamdondosha, akapata maradhi mengine ambayo hayakuwepo kwa wakati ule. Wakawa wanamwita kwa busara, njoo tuzungumze maendeleo tu ya walimu. Na kesi yenyewe ilikuwa walimu walimuuliza mzazi, muda gani mtoto anafika nyumbani. Walitaka kupima walimu muda ambao wanamtoa mtoto shule mpaka anafika nyumbani, kwa sababu wanafuatilia walimu. Hawa walimu wetu, mkurugenzi namfahamu vya kutosha, ni university mate wangu, tumesoma pamoja university. Wanapima walimu kwamba ni muda gani mtoto anatoka hapa kwenda zake anapokaa mfano Miembeni. Kwa hiyo wanataka kujua kweli anafika muda huu. Kwa hiyo mzazi aliitwa, lakini hakuenda kunako shule, akashindwa kuipata taarifa muhimu kama hiyo. Kumbe anatoka shule mapema, lakini nyumbani hafiki mapema. Na kuombeni wazazi, mwalimu wa mwanzo wa maendeleo au wa elimu za watoto wetu mnapaswa mwenyewe, na sio walimu ambao tulikuwa tunao leo hapa. Na kuombeni sana wazazi, mnapoitwa muje kama hivi mlivyokuja leo. Maana naamini leo hapa, kwa ninavyofahamu wazazi wa Zanzibari na wanavyozipenda hizo shughuli, huenda ikawa miongoni mwetu tulilala nazo zile poda. Wakati tunaenda kulala, tulikwenda saluni kwanza tukatia poda kwamba leo tukija maana tuje rasmi. Basi iwe hivi tunavyoitwa tuende kwa wingi. Tunavyoitwa shule tuende kwa wingi, tusipungue idadi yetu, kwa sababu tunakwenda kuzungumza maendeleo ya watoto wetu. Baada ya hayo, naomba vile vile nizungumze juu ya walimu wetu. Mimi kwanza niwape hongera walimu, kwa sababu nimeona kategori ya mambo ambayo yameonyeshwa hapa. Tumeonyeshwa mambo tofauti na wengine tumesoma vitu tofauti. Walimu ninapongeza kwa kile ambacho tunachosema ni talent identification. Hamkusema tu yoyote aje afanye chochote hapa.
lakini mlikaa mkatizama talent mlizonazo na mkasema wewe nenda ka showcase talent hii na wewe nenda ka showcase talent hii. Lakini kilichonivutia zaidi kwa walimu, mbali ya kuwa tumeona vijana wana talent, lakini mmeongezea. Wataalamu wanasema, kuna kitabu kimoja cha Shaban Robert anasema, any talent a person has, if not treated correctly, can be dangerous and destructive to others. Kipaji chochote ambacho mtu anacho, kama kipaji hicho hakitaongozwa sahihi, basi kitakuwa ni silaha ya kuangamiza watu wengine. Kwa hiyo nimefurahishwa sana na walimu na the way ambavyo mnafanya delivering, the way ambavyo mna identify vipaji, na the way ambavyo mmewatrain vijana wetu kuja kushowcase hapa. Kwa kweli ilikuwa the best performance. Hongereni sana walimu. Naye mkurugenzi wa skuli ya Zan Peaceful Academic, Hamis Omar, ametoa pongezi za dhati kwa wanafunzi waliohitimu na kuwataka wakaitumie vyema elimu walioipata kwa kuisaidia jamii. Wito wangu kwa walimu kwanza walimu waamini kwamba wanafunzi si wakamilifu. Kwa hivyo kwanza naomba walimu wahakikishe kwamba wanaziangalia kasoro za wanafunzi na wanadeal nao kwa mujibu wa kasoro zao, ili tuhakikishe kwamba kila mwanafunzi anafaidika na lengo ambalo kwa ameletewa shule. Lakini wito wangu kwa wanafunzi ambao kwa ni wahitimu, wafahamu kwamba kumaliza kufanya graduation ni hatua moja kuelekea katika hatua zingine. Kwa hivyo watakapokwenda mitaani wakiwa wanasubiri matokeo, wawe raia wema, wahakikishe kwamba hawafanyi vitendo vya uvunjifu wa amani, kwa sababu kama ilivyozungumzwa na wanasiasa pamoja na wanadini, amani ndio kitu chochote kile. Yaani huwezi kufanya kitu chochote bila ya kuwa na amani. Leo hii usingekuwa wao ni wanafunzi bila ya kuwa na amani, wazazi wao wasingekuwa na uwezo wa kuwalipia katika ada za shule bila ya kuwa na amani. Kwa hiyo naomba wanafunzi watunze amani, wale ambao wanakwenda mitaani huko. Lakini sio hivyo tu, wasiwe tegemezi kwa wazazi, kwa sababu Zanzibar imezungukwa na fursa tofauti. Sawa? Kwa hivyo katika wazitumie fursa zilizopo kuhakikisha kwamba wanasaidia jamii ambayo imewazunguka, lakini then wahakikishe kwamba wanafuata maelekezo ambayo kwa wanapewa na wazazi wao, kwa sababu bila kufuata maelekezo ambayo wanapewa na wazazi wao watajiengage katika vikundi viovu, na waache kujiengage katika vikundi viovu. Lakini final wajisomee kozi fupi kama kuongeza viwango vyao vya elimu. Nao walimu wamesisitiza kwa wanafunzi waliohitimu kujiendeleza elimu yao na wasirizike na elimu walioipata. Wanaelekea mitaani, tunataka wanafunzi wetu wasome kozi mbalimbali ili waweze kuongeza ujuzi ndani ya ujuzi, wakasome kompyuta, wakasome English course, kwa sababu kila wanapoendelea wanaendelea katika competence. Wapo katika competence, matokeo yatakuja, na pia watakapoendelea vyuoni, watakapoendelea advance, kila sehemu kuna competence. Pia na hapa usia wanafunzi ambao wapo wanaendelea kusoma, wasome kwa jitihada, wasome kwa jitihada zaidi ili waweze kufanya vizuri zaidi katika masomo yao. Ushauri wangu, wakifika huko mbele wajikite zaidi katika elimu na lengo lao liwe ni moja tu, na waepukane na vishawishi mbalimbali ambavyo vitawapelekea wao kutoka nje ya lengo lao ili waweze kufanikiwa. Ninafuraha kuhitimu na shukuru walimu wetu kwa kutufanya mpaka tukafika hapa tukahitimu, na pia waliokuwa hawajahitimu wanatakiwa waendelee kusoma vizuri ili wapate kuhitimu kama sisi, na baadaye waendelee kusoma na waje kupata ajira nzuri. Mimi ndoto yangu kuwa mwanasheria ili nipatanishe watu, na alokuwa hana haki yake nimpe haki yake kwa kuwa mwanasheria. Nina furaha kubwa kwa kumaliza kidato cha 4 ili kuweza kuendelea na masomo yangu mengine na kuendeleza ndoto zangu. Ndoto yangu mimi ni kuwa daktari, inshallah Mwenyezi Mungu natarajia
ataniwezesha kufika huko, lakini pia nawapa ushauri wanafunzi zangu ambao hawajafika kidato hichi wafike kwa salama na amani ili waweze kumaliza na kukamilisha ndoto zao. Tuwasimamie watoto wetu huku tunapokwenda, manake katika maisha yao mengine ya mitaani hatujui itakuwaje, kwa sababu sasa hivi jamii na dunia imeingia katika changamoto nyingi ambazo zinakuwa negative kuliko yale mambo ya positive, kwa sababu kuna changamoto ya unyanyasaji wa kijinsia, kuna changamoto ya utumiaji wa madawa ya kulevya, yani drugs abuse, na kuna changamoto mbalimbali katika hizi jamii zetu ambazo watoto wetu ama wanafunzi wetu wanakwenda katika kuanza maisha mapya. Na wasihi sana wazee, kwa sababu sasa hivi kama ni walimu sisi tayari kama Waswahili wanasema tushayavua majukumu yale ya kuwafundisha na kuwaelimisha watoto wao ama watoto wetu katika vitu mbalimbali. Sasa hivi tunawaekea jukumu lao kwamba tunawaomba wazee waweze kuwashughulikia na kuwa kipaumbele katika kuwafundisha zile maadili yalikuwa mazuri. Na wito wangu mwingine kwa wazee kuweza kukaa na watoto wao, kwa sababu matokeo bado hajatoka, lakini mwanafunzi au mwanao unajua lengo lake nini baadaye. Kuna watoto ambao wanatoka form 4 hata kama kapata division 1, 2 mpaka 4 maana yake kapata cheti. Sasa wanafunzi wengine wanasema hapana, mimi siwezi nikaenda nikasoma advance, labda siwezi tena kusoma advance au siwezi kusoma tena masomo ya skuli, nataka nianze kwenda chuo. Mchukulie na muunge mkono katika jambo hilo, na muulize unataka labda kozi gani ambayo itaweza kama ni future ambition yako katika malengo yako ya baadaye. Mfano tuchukulie, kuna kozi nyingi ambazo sasa hivi zimeingia na anatakiwa mtoto wako azijue pamoja na wewe azijue. Mfano tuchukulie, kuna kozi za education, manake ni elimu au walimu. Kuna kozi za afya, zipo kozi mbalimbali za afya, manake hata tukizitaja ni nyingi. Kuna kozi masuala ya finance, manake masuala ya accounting. Kuna kozi za science and technology, it means kwamba IT ama computer science. Baba au mama nataka niende labda nikaanze advance ya kitu kama matokeo, ina maana pia muunge mkono kila mtoto au kila kiumbe katika hii dunia ana future ambition yake.